amani ndani ya nchi ndiyo maendeleo yetu. Bila ya amani hatuna maendeleo. Kwa hiyo tunatoa fedha yote hii kwa vikosi vya ulinzi na usalama ili kulinda amani yetu, tuweze kufanya maendeleo na kuleta ustawi wa taifa na watu wetu. Kwa hiyo bado tutaendelea kufanya kazi na jeshi la polisi, hasa kwenye maeneo ya hayo niliyoyataja, lakini pia ajira, kuongeza ajira kwenye jeshi la polisi, vitendea kazi na kutengeneza tu mazingira ya jumla ya utendaji kazi zenu. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba serikali iko nanyi na tunakwenda sambamba katika kulinda amani na usalama wa nchi yetu. Maafisa na wakaguzi na askari, mahafali kama haya yamekuwa ni fursa ya kukumbushana majukumu yetu ya kulitumikia taifa letu kwa kuhakikisha usalama wa Watanzania pamoja na mali zao. Na kwa kuwa hapa mpo wengi leo mnaokwenda kwenye maeneo tofauti, nataka nitumie fursa hii kutoa maelekezo machache mahsusi kama ifuatavyo. La kwanza, kama nilivyoeleza hapo awali, maadili ndani ya jeshi la polisi ni swala nyeti na la msingi. Kila mmoja kuanzia juu hadi askari mdogo anapaswa kuwa mfano wa kuigwa na askari mwenzake na jamii kwa ujumla. Hamtakuwa na nguvu ya kupambana na uhalifu pamoja na wahalifu iwapo mtapoteza sifa na haiba ya uadilifu miongoni mwenu. Tambueni kwamba ukosefu wa maadili, rushwa na ubadhirifu unadhoofisha sana mapambano dhidi ya uhalifu. Sababu hutakuwa na nguvu wewe mwenyewe ukiwa ni sehemu ya hao, hutakuwa na nguvu ya kuyashughulikia hayo mengine ya uhalifu ndani ya nchi. Hivyo kasimameni imara, mdhihirishe nidhamu, uadilifu na uzalendo wa kweli ili kupunguza malalamiko, kulinda taswira njema ya jeshi letu la polisi na kujenga imani kwa wananchi.